Msanii Richie Mavoko, Billionaire Kid, ameweza kuachia ngoma yake ambayo ina siku 3 hivi sasa. Ngoma inaitwa Wosia. Nyimbo kali sana ambayo ukiangalia au ukisikiliza unaweza ukapata kitu kikubwa sana. As usual, msanii anafanya vizuri sana of course, na japo anajisogeza, yani sio Richie Mavoko yule ambaye ndo tulikuwa tunamtegemea kipindi kile, lakini akitoa kazi yake basi jua lazima tu itahit na itasumbua sana. Sasa tumeweza kumsikia siku ya jana akiwa amefanywa interview kwenye moja ya television na akisema kwamba alishazinguana na Salam SK wakiwa Baraza la Sanaa la Taifa. Na ilikuwaje? Anasema kwamba alimzingua bi mkubwa wake, na tunakumbuka kwamba SK na Billionaire Kid, yani manake Richie Mavoko, wao habari yao labda hata ya kukutana hivi karibu kuongea labda lugha moja au kusalimiana tu labda habari ya asubuhi salama, ni ina miaka karibia hata 9 sasa hivi kupita nyuma. Ni kwamba hata mtoto ashaenda darasa la 3. Hapa anamaanisha kwamba ni kipindi ambacho Richie Mavoko ameondoka WCB, ilikopo ni mwaka 2018 aliondoka WCB, lakini hakuondoka kwa uzuri sana, kwamba mambo yalikopo ni mengi, na tunaweza kusikia kwamba msanii alikuwa analalamika jinsi ambavyo uendeka lebo ilikuwa ikimkandamiza. Yani vitu vingi sana alikuwa anatamani kufanya, lakini vilikuwa vinakandamizwa na lebo. Na kingine sio tu lebo, ni kwamba wale ambao walikuwa wanamsimamia labda wanamsimamia Diamond Platnumz, even labda Diamond alikuwa hana shida sana, lakini kwa sababu ya uwezo wa Richie Mavoko pamoja na Diamond ulikuwa unafananishwa sana kipindi kile, mpaka kaanza kusema jamani, sasa kama hapa sasa hivi tunasema Richie Mavoko anaenda kuanza kufanya hivi vizuri zaidi na Diamond tena naye yupo, maana yake kwamba mambo yanaweza akaja kuwa makubwa. Unasikia kwamba eti ngoma labda inatakiwa afanyiwe Richie Mavoko labda na msanii fulani hivi wa nje, labda au tu labda na msanii mwingine ambaye mkubwa tu, labda ngoma itahiti nini, ngoma anapewa Diamond Platnumz, na hao wanaomsimamia ni kina nani? Ni kina Salam. Kwa hiyo uende ikawa walikuwa wanaheshimiana sana kipindi kile, na kuwa kuna mipaka sana, lakini uendeka kulikuwa kuna zile chuki za chini, mambo ya kukandiana mabros, unajua tena wapo kwenye industry moja nini, kwa hiyo kila mtu anavutia ugali kwake. Lakini mwisho wa siku Mavoko amekuja kufunguka na kusema kwamba alizinguana sana na Salam, maana yake kwamba yani kwamba kukanda, sijui labda ndo uendeka ndo hivyo walimkanda labda kwa maneno, lakini sisi tunavyojua ni kumkanda manake yani kwamba alimpiga. Sasa alimpigaje? Alikuwa na mabounce au alikuwa nini? Na mpaka Richie Mavoko of course tunamjua ni msanii mmoja mtulivu sana, haongei sana, sio mgomvi, huwezi kumsikia anagombana huku na huku. Even hata skendo ya ugomvi wake sijui labda aligombana na nani, lakini mpaka ameweza kuongea hili jambo mwenyewe, maana yake kwamba lilimuuma sana. Of course tuachane na hayo yote, twendeni jamani tukamsupport Richie Mavoko, msanii mkubwa huyo. Anafanya vizuri sana, nyimbo zake nyingi mnazijua tangu kabla hajaingia WCB mpaka anaondoka WCB, lakini pia ngoma kali ambazo amezifanya nje akiwa nje ya WCB. Hata ukija kwa msanii Mbosso, naye kipindi Mbosso ametambulishwa WCB ilikopo ni Januari 2018 na Mavoko ameondoka katikati ya mwaka 2018. Hapo nazungumzia kama kwenye mwezi wa 6 mpaka wa 7 alikuwa tayari ameshamalizana na lebo hiyo, yani masuala ya kurenew mkataba ulikuwa umeshindikana, kwa hakuweza kurenew tena. Sasa tutegemea hata pia kuona kazi kutoka kwa Mbosso kwenda kwa Mbosso pamoja na Richie Mavoko, kama vile ambavyo kesho tunatarajia kusikia ngoma ya Mbosso pamoja na Alikiba. Hao wote wakuweza kufanya kazi vizuri kwenye lebo ya WCB, kwa sababu kipindi tu Mbosso anaingia basi na Mavoko naye ndo alikuwa ashaanza mkanganyiko wake, kwa hiyo hakuweza kufanya kazi na Mbosso. Lakini sasa hivi wote hawapo kwenye lebo, lakini pia kila mmoja Mungu kambariki kwa sehemu yake na kila mmoja ana uwezo wake. Basi hebu wote watoe kazi, watoe kolabo, washikamane, watoe kolabo, alafu sisi mashabiki zao tuweze kupata burudani ambayo uendeka tulinyimwa kwa muda mrefu sana. Maybe walibanwa na lebo au tu labda wao wenyewe tu, lakini sasa hivi wanao muda mzuri zaidi wa kukutana na kuweza kufanya kazi kwa pamoja.
Hebu na wewe andika maoni yako hapo. Je, ungetamani kweli uweze kuona ngoma kati ya Rich Mavoko pamoja na Mbosso kama inavyoenda kutokea Buju ya Mbosso pamoja na Alikiba, au ungetamani labda kila mtu aendelee na mziki wake, wasiache kufuatiliana na nini? Lakini pia vipi kusema kwamba kumpiga meneja ndani ya media, yani kwamba anasema kwamba alimpiga na nini, kwamba ni kweli ilistahili kwamba ampige au tu angempotezea? Lakini kikubwa ambacho alikuwa analalamika ni kwamba Rich Mavoko labda Salamu SK alimzingua mama yake, yani kuna kauli aliongea mama yake Rich Mavoko alisikia, ndio maana Mavoko akashindwa kuvumilia na kwenda kumpiga Salamu SK ambaye ni meneja wa Diamond Platnumz, ambaye pia hawa wote wako chini ya lebo ya WCB.